Mungu wetu uliye mwaminifu, Baba yetu, asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa sababu wewe ndiye mwalimu mwema unayetufundisha watoto wako. Asante kwa sababu Bwana haujatuacha peke yetu. Ninakushukuru kwa sababu Bwana unasema na sisi kwa lugha nyepesi na rahisi ambayo tutaelewa. Kila aliyefika mahali hapa Bwana ukaseme naye. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ni kusudi lako tukujue, tukufahamu, tukuelewe. Na Bwana, wakati wa mafundisho ndipo ambapo unasema na mioyo yetu. Sema na moyo wa kila mmoja. Hakuna hata mmoja ambaye atakuwa amepoteza muda wake kwa kuwepo kwenye semina hii. Katika jina la Yesu Kristo, kuanzia siku ya kwanza hata siku ya mwisho Bwana, ukatupe nguvu, ukatupe hekima, ukatupe maarifa atakayotusaidia kwenda mbele zaidi tukikutumikia kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi leo katika siku ya kwanza ya semina yetu tutakuwa tunajifunza juu ya kuzaa matunda yanayokaa. Kuzaa matunda yanayokaa. Hii ni wito kwa kila mwamini, anapaswa kuzaa matunda yanayokaa. Wengine ambao mlikuwa hamjui, tukija kwenye semina tunakuja na sehemu za kuandika. Unaandika ili wakati mwingine unakuwa na mahali pa kujikumbusha kile ulichoandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeshipeni hapo kuletea changamoto. Yes. Basi kwa sababu tunajifunza kuhusu kuzaa matunda, basi ni wazi kabisa ya kwamba ukisikia habari ya kuzaa matunda, ina maana ya kwamba ni jambo linalotokea kwa mchakato. Hakuna matunda yanayotokea ghafla. Ukisikia matunda, ina maana kuna kupanda mbegu, kuna kupalilia, kuna kutunza ile mbegu au ule mmea mpaka baadaye unakuja kupata matunda. Ukiwa na mti ambao ni wa matunda ndio, lakini haufikii lengo la kutoa matunda, unatoa maua mengi, unatoa maua mazuri, watu wanafurahia. Mfano mtu wa parachichi unakuta unatoa maua mengi mazuri, unaona kweli msimu huu mti tutapata matunda, lakini baada ya muda mfupi yale maua yote yanaanguka chini, alafu hakuna matunda yanayopatikana. Lengo la mti huo linakuwa halikamiliki. Tunapanda mti ili tupate matunda. Ukiachana na ile miti mingine ya mbao na vitu vingine, lakini miti ya matunda lengo lake la mwisho ni kupata matunda. Na yale matunda ndio huwa yanautambulisha mti huo ni mti wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tunasema huu ni mti wa mwembe kwa sababu unatoa embe. Huu ni mchungwa kwa sababu unatoa chungwa. Yaani tunda linaleta utambulisho wa mti. Sasa sisi waamini ambao tumemwamini Bwana Yesu, ni wito wa kwamba tunapaswa kuzaa matunda. Kwa matunda yetu ndipo tutaanza kutambulika. Kwa matunda yetu ndipo tutaanza kumdhihirisha Mungu na kazi zake kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe ni shauku yako ya kwamba mimi nizae matunda. Mimi nizae matunda. Ukiona unatoa matunda ambayo hayaendani na wewe unavyotaka kutambulishwa, ina maana kuna kosa linatokea mahali. Na ili upate matunda sawasawa na vile ambavyo wewe mwenyewe unatarajia au neno la Mungu limekutarajia, basi kuna mambo ambayo tutakuwa tunajifunza ya kukusaidia uzae matunda, tena hayo matunda yakae. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kina mama tunaelewana vizuri. Tutakuwa najitahidi tunachanganya lugha ili tusiwapoteze kabisa wamama ambao wanapata kidogo changamoto na lugha. Kwa tunapozungumzia hii habari ya kuzaa matunda, tutaipata katika kitabu cha Yohana sura ya 15 na mstari wa 16. Tutaona mambo mengi, lakini tutakuwa tunatokea katika kitabu cha Yohana 15, tutarudi tena nyuma. Tutaanza hapo sura ya kwanza, lakini tuanze hapa 15 kabla tuende mstari wa kwanza. 15 na ule mstari wa 16. Anasema hivi. Kama hujafika unaweza ukanisikiliza. Anasema hivi. Yohana 15 na ule mstari wa 16. Neno la Mungu linasema hivi: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi
nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu anatupa, hii ni siri nyingine au ni password ambayo inaweza kutusaidia kwenda kwenye hatua nyingine. Anasema tuzae matunda. Kwanza sio sisi tuliyemchagua. Hakuna hata mmoja aliyemchagua Mungu hapo. Lakini Mungu amekuchagua kutoka kwenye hali yoyote uliyokuwa nayo mpaka umesikia neno lake ukaliamini. Ina maana yeye ndiye aliyekuita. Yeye ndiye aliyekuchagua wewe. Sio wewe uliyemchagua wewe, yeye. Yaani wewe umekuja kufuatwa na kukubali baadaye, lakini yeye alikupenda kwanza kabla ya wewe hata hujampenda. Kwa sababu alitujua hata kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anatuambia jambo moja hapa, ya kwamba tunapaswa kuzaa matunda, na matunda yetu hayo yapate kukaa. Kwa nini yakae? Anasema ili kwamba mnapomwomba Mungu kwa jina langu awapeni. Kwa maana kumbe matunda tunayoyazaa ndio yanayotusaidia hata tukimwomba Bwana kwa jina la Yesu tupate yale mahitaji yetu. Lakini kama hauna matunda, ina maana hata ukienda kumwomba Bwana ni kwa lugha nyepesi ya kwamba niweze kawa taarifa mbaya kidogo, yale unayohitaji unaweza usipewe kwa sababu huna matunda yanayokaa. Simoruru kukaja twetu kufugi nguku hizi kuharamira kanunu. Jikotera kanunu, jikuharamira kanunu, jikupanja kanunu. Kuja hapa kwenye goga mpipili ningisumezi. Kwa sababu inaleta faida. Nguku jina jikutwara faida ya kutabahesa nikabisie ukabagiro te ititile ya kwanda kwa sokapo lakini nguku hizi jikutami jikuno mafumbi jikutoza utwano twabanine tunini jikututoza ukwe linga isumhesa kwanda na jiriku kujisosia jijito jikusaa jikutwale hasara jiku gogo twanu tunini jikuno mafumbi hizi ndio jisokee ngepo. Kwa sababu matunda yake hayakai, haileti matokeo sawa sawa. Kwa kumbe na sisi kuna wakati tunapotaka Mungu ajionyeshe, tumuone Mungu zaidi kwenye maisha yetu, matunda yanayopaswa kukaa. Tutengeneze, tuzae, tutoe matunda yanayokaa. Hapo ndipo ambapo tutaona hata thamani. Yaani hata mtu anapomwomba Mungu, kuna watu wamemwomba Mungu awaongezee miaka. Kuna watu wanaogopa kufa lakini hawazai matunda. Kama hauna faida, ukikaa hauzai matunda, unakosa hata kitu cha kushawishiana, kuhojiana na Mungu ili akuongezee miaka, kwa sababu huzai matunda. Lakini ukizaa matunda, inakupa wepesi sana wa wewe kumshawishi Mungu. Kwa Mungu, ukiniacha nikaendelea kuwepo duniani, watu wa Kibisi watakujua wewe, nitawashuhudia, nitawaambia neno lako, watu wataokolewa. Lakini wewe uzai matunda, kwenye ibada hauji, watu wakikutazama hawamuoni Mungu kupitia wewe. Yani ni sawa na mti ambao au mmea uliopandwa shambani hautoi matunda, unamaliza rutuba bure. Yani uwe ulimika yako urungie kanunu endope limeli ubyere virombe alafu limelie rindi toro yone likulia rutuba yose ndope libikie inapotea bure. Alafu liobe likulonda lijenge pomwida kwa papo ningo kendie kwa ajili yale yone kwa nilele kijani kibichi nilioje likokola hata vile virombe kuja papo likikula lisokemo. Kwa sababu gani? Halileti matokeo, matunda ambayo wewe umeyatarajia. Kwa kinawili bure, alafu hauzai matunda, uko hatarini. Huko hatarini. Iliwahi kutokea siku moja Bwana Yesu alikuwa anasafiri njiani. Alipokuwa anatembea njiani, anasema akaona njaa. Alipoona njaa, akatazama pembeni kulikuwa kuna mti wa tini, yani mtini. Sasa alipotazama kwenye ule mtini, yani ule mti umestawi, una majani mengi sana, kijani. Akasogea akangoja nikaangalie nipate kitu kutoka kwenye ule mtini, nipate matunda yake. Aliposogea
kwenye ule mtini, kwenda kutazama akaona hakuna mtini, ila mti umestawi. Akasema maneno machache tu, akasema yasipatikane tena, au mtu asile tena matunda kwako sasa hata milele. Akaondoka. Mti ukasikia, kwa sababu unajua kazi yangu kwa kuwepo duniani ni kuzaa matunda, na nimeambiwa mtu asile matunda yangu kamwe, yaani hata sasa hata milele. Kesho alipopita kuta ule mti wenyewe tumekubali umenyauka. Kwa sababu gani? Hauzai matunda. Mungu anatutarajia tuzae matunda misimu yote, na ndivyo ambavyo aliiumba dunia toka mwanzo. Kwenye bustani ya Edeni, ukisoma Biblia vizuri kule mwanzo, anasema Mungu aliwapa wanadamu ile miti yote, anasema matunda ya miti yote ya bustani waweza kula. Kwa sasa fikiria kama matunda yangekuwa na msimu, wangekuwa wanaishi. Kwa kumbe yale matunda mwanzo yalikuwa yanakuwepo muda wote. Dhambi ilipoingia ndio ikaanza kukausha vitu vingine. Ndio maana Bwana Yesu hakujali hata ni msimu wa tini au sio msimu wa tini, alienda kwenye mtini akitarajia kupata nini? Matunda. Kwa sababu matunda yanapaswa kupatikana muda wote. Na hiyo ndio plani ya Mungu kwetu, kwa sisi tulioamini tuzae matunda. Ninazungumza matunda. Nataka baadaye unielewe sasa ninaposema matunda ya namna gani nijue. Sasa tunaanzia mbali, tunajifunza kwanza kutokea kwenye mimea ambayo ni kazi zetu za kila siku, tunaona, tunafanya na tunatarajia hivyo. Lakini na sisi kama waamini tuitike kutukumbombelela Yesu, lazima tuzae matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ametambulisha kwa wepesi kwanza, kabla hajaenda mbali zaidi, ametambulisha katika Wagalatia 5:22, ametambulisha tunda la Roho ambalo kila aliyeamini tunapaswa kuliona kwake. Kwa sababu umeambiwa ni tunda. Nimewambia hakuna tunda linalopatikana ghafla. Kuna kazi nyuma ya tunda mpaka linakomaa. Kuna kazi mpaka tunda tunalipata sokoni. Kuna kazi nyuma imetokea. Tunda haulikuti tu sokoni limefika, lakini kuna kazi kubwa nyuma ya mkulima anayepanda, anayetunza, anahakikisha lile tunda, kwa sababu viharibu matunda ni vingi sana. Kuna magonjwa, kuna wadudu wanapambana kuharibu yale matunda yasifikie mwisho. Kuna viwavi wanatokea na wenyewe wanataka kuharibu tunda, wanapambana na tunda. Ndio maana unapoamini na kumpokea Bwana Yesu, tunapaswa kuona tunda na nani? Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu umeambiwa ni tunda la Roho, kuna kazi ya kufanya mpaka hilo tunda likomae. Watu wakikutazama waseme huyu ana upendo, huyu ni mvumilivu, huyu ana amani, huyu ana furaha. Alafu jambo lingine moja la kulijua la msingi sana, tunda la Roho linaonekana mahali ambapo litakiwa lisionekane. Yaani pale unapoonekana umechoka kuvumilia, ndipo ambao unaweza kuanzia pale kulipima tunda la uvumilivu kutoka kwako. Yaani pale ambapo watu wamekukwaza, wamekutikisha sana, unatakiwa sasa na wewe ujibu mashambulizi. Sasa pale ndio tunapoona huyu mtu ana upone. Watu wanashangaa, anawezaje katikati ya watu wanamsodoa, wanamfuata, wanamchokoza. Alafu unakuta katikati ya pale ambapo tunatakiwa tunda lisionekane, hapo ndio kipimo cha tunda linapopimwa na linaonekana kama lipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jitahidi, ni rahisi tu kwanza kujiangalia, tunda la Roho lipo? Tunda la Roho ndani yangu lipo? Unaambiwa tunda la kiasi. Fika mahali sikusema sipo kasibona na ukasibona nungu ukwapiliki tolo bandu bakuulito na Yesu kasimanya kanunu isimu na rikola siku temule bali sasa una na muno rondo nungu kujoa, lakini huna kiasi ukadesi ngasimanya ijoro basema tunguru kuvika kwa miungunu ndizi masikwako wakile bagwe mundu kukangale bandu bakukolie bakubikipa miungunu usirungike kanunu inongo isiku ajoa kwako kazi ukasimanya, lakini kiasi ni kwenye kila kitu. Ni tunda la Roho, ni tunda la Roho. Kiasi kwenye kila kitu. Sababu kikosa kiasi jamani ni changamoto. Kiasi ni uwezo wa kujidhibiti mwenyewe.
Wapendwa wasilale jamani. Ukimwona jirani yako analala mwamshe. Tunajifunza mambo ambayo hayapaswi kumpita mtu. Yesu asifiwe sana. Kwa kama ni tunda la kiasi, tunapaswa kuliona kwenye kila kitu. Kwenye maneno yako, kwenye mwenendo yako, kwenye kura, kwenye namna unavyochukua matokeo yani mambo yanayokuja ndani yako, yani ile tunda la kiasi. Sasa nimewaambia ya kwamba kwa sababu ni tunda haliji ghafla. Kuna mazoezi hapa nyuma ya kulifanyia. Kuna mazoezi hapa nyuma ya kulitengeneza. Kuna mazoezi hapa nyuma ya kulikomaa. Mpaka likomaa hilo tunda watu waanze kuliona, kuna kazi nyuma yake. Tunda la upendo nimewaambia litaonekana mahali ambapo litakiwa usipende. Yaani ambapo kabisa ulikuwa umechoka, hapo ndipo tutataka kuliona hilo tunda la upendo, na tunajua roho wa Mungu anakaa ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu walimuuzi kiwango ambacho alitakiwa akate tamaa. Aache kila kitu. Asile, abalekele ni kwaya. Lakini pale aliendelea mbele. Kwa nini? Kwa sababu pendo la Mungu liko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio inawatofautisha watu wa Mungu sasa na watu wa dunia. Kwa sababu hawa watu wana tunda la roho ndani yao. Sasa haya matunda tunapaswa kwanza kuyaona ndani ya kila muamini. Na kila muamini hapa kanisani, sisi wote unaona tulipotweza, tukiwa na tunda la roho, kazi ya Mungu inakuwa nyepesi. Kwa sababu tutapendana, tutachukuliana, tutavumiliana, tutafadhiliana, yani yote. Amesema kwenye Wagalatia 5:22 na 23. Hao wajaje kusoma Biblia upale kiasi. Kwa sababu Biblia jitie upale kiasi. Hamna. Biblia jitie upole, ni tunda linajitegemea, jitie kiasi, ni tunda linajitegemea, sio upole kiasi. Upole kiasi ni nini? Au kiasi ni nini? Kiasi najitegemea, inasimama peke yake, upole inasimama peke yake. Lengo ni mkali, ungataka kusingizia tu nende mwinjilisti na watu ni wakali. Hakuna tunda la ukali. Sikajapo Biblia hapa jitie ukawe mwinjilisti uwe mkali. Hamna. Sisi tunapaswa kulibeba pendo la Mungu. Ukiona kama fiko tami akuja mkali video siku kida, waambie kitu ngosoma gapo dikiala, mbe ndumbura ya kutananile, niwe mpole. Sitaki kuwa mkali. Pando bakutile. Yesu mwana bakantida. Kantida abana babukana kuipanganisha kumbili. Alipo mwanafunzi wake hojo linga Yesu kujoba simo, umwene ngemekesia ontu pakifua kia Yesu. Yesu mungu babura bange singiye ko babura, ndimo kwegemekesia. Uga bana bako beli to pakaje. Nikitoka kubwene. Nimeto kufuasa bana na utoto tukalimu usike mkolambarani. Kwa nini? Ukali. Ndagozo mundu akarere ngadejo kaini. Ile itie kaini uso wako umekunjamana. Yaani muda wote. Ankaravu tu kuje tita muda wote. Tunda la furaha kwako hamna. Tukano kusuiga. Tunda la furaha unalikosa. Ndogo tukulondiwa na polisi ndugu. Tukuti. Ningo kama kila mmoja nitabasamu ungaja kwa polisi ndugu. Wanda kuja bakokalalira kutuhubira. Ningo mkikora kwa yako kukuba. Urego kumbe tunda la furaha tu kukosa. Ukwezi bado aliyekukosea ni mwingine. Unakuja kuadhibu wengine. Ningezi wakukaleze waki huko, utajua namna unapambana nao. Watu wanataka kukuona huku una furaha. Neno la Bwana limetuambia tufurahi katika Bwana. Tena nasema furahi siku zote, yani katika mambo yote. Furaha yetu inapaswa kuonekana katika mambo yote siku zote. Haijalishi unapitia nini. Unajua kwenye namna ya Kiingereza wanatofautisha kuna furaha ambayo inaitwa joy na kuna furaha inaitwa joy. Hiyo ngoja kwanza, happiness na joy zote zinazungumza furaha. Joy ni furaha ya Bwana ambayo tunajua mtu aliyeamini zisifuke ndani chemchemi muda wote ipo. Happiness
ni furaha ambayo inategemea umetendewa nini. Mtu amekuletea zawadi, jekolembuka papapo. Hela. Lumu kwa choba alikuwa kukupa kahera kwa watu kuseka nenda kwa rubi. Kule papo kuna tukio limetokea. Lakini kama muamini unapaswa kuwa na furaha ya Bwana ndani yako, ambayo muda wote inafanya kazi. Na Nehemia anasema furaha ya Bwana ndio nguvu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sisi kama waamini, haijalishi tunapitia wakati gani, tunategemea injini ya furaha ya Bwana iwepo ndani yetu. Alafu hii ya matukio iwe ya kuongezea. Kwa hatui na furaha kwa sababu ya matukio fulani peke yake, lakini furaha yetu inatokea ndani. Na hiyo sio wewe unayesababisha, ni hiyo furaha ya Bwana sasa inakuwa ndani yako. Roho wa Bwana kiwepo ndani yako kunakuwa na furaha. Ndio maana nasema watu walikuwa wanapitia kwenye magumu lakini wanamsifu Mungu. Unajua kuna watu mitume, kuna siku wameenda wamehubiri injili, wakawakamata, wamewapeleka wakawachapa viboko. Wamechapwa, walipochapwa viboko wamechapwa, wakawaachia. Wakakusanyika mali. Sasa tunamshukuru Mungu. Tena wakaanza kuimba na kufurahi. Wanasema angalau tumechapwa kwa ajili ya Bwana. Wakati wengine wanachapa wameiba, wanachapa wamefanya mambo mabaya, lakini sisi wametuchapa, wametuumiza kwa ajili ya nani? Na Bwana. Wanafurahi na kushangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumesema tuwe na furaha ambayo inaitwa joy, ambayo haina sababu. Iko tu ndani kwa sababu roho ya Bwana iko ndani yetu. Basi tunafurahi. Lakini furaha ambayo ni happiness inategemea matukio. Watu wamekufanyia mabaya, ipo. Imeondoka. Wamekufanyia mazuri, ipo. On off, inawaka na kuzima. Ndio maana muamini anatabirika. Wakikukuta ukidilamo kweli mambo makavu hiyo. Kufana mwani to wapo pakizo hapo kufana watukwanganyamo ni ngero kabisa. Fiki alino rusaro kuira. Kokoti kumwaga alino rusaro. Ngema lumo kukendele sito kuliko na jijugwe. Weko guba. Bure. Lakini nini kinampa nguvu? Furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana. Kwa hata kama ninapita kwenye moto, Bwana akiwa pamoja na mimi, ananishindia, natoka, navuka, anafurahi, anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesema tunajifunza kuhusu kuzaa matunda yanayokaa. Ni mwito huu ambao Bwana ameusema. Ngoja turudi nyuma tena, tuanze katika Yohana 15 kuanzia 1 mpaka 5, alafu tuone neno la Mungu linatuongoza kwa namna gani. Neno la Mungu linatuambia hapa katika Yohana 15:1 hadi 5. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudia kidogo hapo, sema mimi, sema ninyi. Narudia kwa pamoja sasa. Sema ninyi pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Yes, hivyo ambavyo Bwana Yesu anatuelekeza. Anasema yeye ni mzabibu, baba yake ni mkulima. Alafu anasema kila tawi ndani yake linalozaa, baba yake analisafisha ili lizidi kuzaa sana. Lakini lile tawi lisilozaa anaprune, analipunguza lisiendelee kuleta kuchukua chakula cha matawi mengine yanayozaa. Kwa sasa anaendelea, anasema ninyi pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Kama vile ambavyo tawi
pasipo shina au mti haliwezi likatoa matunda. Vivyo hivyo na sisi tukiwa mbali au nje na Bwana Yesu hatuwezi kuzaa matunda. Nadhani tunajua tukimenye mipiki bure tusobelee nitakapenda kile kifuki hapo tugebweni denga utumwilo losamba lolekene no mpiki gwake bagiro buke ili akirabo rumo wakukindio mweso kalaga matakapela kasangie ndo samba ndo kwa tumwi kwa anasema sisi tukiwa ndani yake ninga tuikolelekise myake kama mti ambao tawi limejishikiza kwenye shina ndio ambalo linaweza likatoa matunda. Kwa kumbe salama yetu ni sisi kuhakikisha tumejishikiza katika Bwana ili tuweze kuzaa matunda. Kama hatutazaa matunda na tumejishikiza katika Bwana, wakati wa pruni na sisi tunaweza kutolewa. Kwa nini? Anasema shoka liko tayari kwenye mashina kwa ajili ya kukata na kupunguza matawi yasiyo sawa. Ndio maana Bwana ametupa semina hii tujifunze ili turudi kwenye msingi kuwa na uwezo wa kuzaa matunda yanayokaa. Niwaambia mwanzo ile siku ya kwamba Ukristo tulionao sio dini wala sio jina la kujitadamaisha nalo, lakini ni matokeo ya matunda tunayozaa. Watu wanapotutazama wanamuona Kristo. Watu wanapotutazama wanaona matunda sawa sawa yale aliyokuwa anayatoa Bwana Yesu ndio tunayatoa sisi. Watu wanasema hawa ni wa Kristo, wanamfuata Kristo, wanafanya yale ambayo Kristo ameagiza wayafanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu atusaidie sana. Tusikubali kuwa watu wasio na matunda. Unakaa chini wakati mwingine unafikiri, unatafakari Ukristo wako, kutunulo na lokuike matunda yangu katika Bwana ni yapi? Ninaendeleaje katika kuzaa matunda? Sababu usipojitathmini, wengine kwa sababu uende salama lakini kumbe hauzai matunda. Ukuta mtu mwaka mzima unaisha haujamshuhudia hata mtu mmoja habari za Yesu. Ukampurama ndio na simu za kutikwe kyara kuganire. Kyara kulonda kumbombelege. Umwamini Bwana Yesu. Na lenga kane kwa sababu yumo kote imbombo yako, huko imbombo yako ni mjumbe. Ukute mjumbe auawi bure. Mjumbe kazi yake ni kwenda kufikisha ujumbe. Kazi ya kukubali ujumbe au kukataa ujumbe ni aliyeupokea ujumbe. Sasa kama umeletewa ujumbe wa kwamba Bwana atakupenda, Bwana anakuwa ukani, mjumbe asugusui amarie yake. Lakini kama wewe mjumbe umepewa ujumbe, haupeleki ujumbe, hauzai matunda. Na kama hauzai matunda ina maana na wewe una sehemu ya hatia. Unao marafiki, unao watu, unao jamii na kuzunguka, hauambii kweli ya Mungu. Kubafinda kufana kunyonywa pokuta wene baba basibage mbili bakize waishie pabaya lakini ukajeka kumwanya ulimwengu. Bure. Kiaro kuwaronda boza tie watu wote waje kwangu. Anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo nitawapumzisha. Sasa Yesu amesema wote waje wote. Alafu amesema shambani kwa Bwana mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Yaani huku kwa Bwana ndo sehemu pekee. Serikali zote za duniani ukisikia habari zao ni hatuna nafasi za ajira, hatuna kazi. Lakini huku kwa Bwana anasema njooni kwangu mavuno yako mengi. Abambombo. Abamba. Bali kwa wanandi toro. Yaani waliopo wanazidiwa. Tuliopo sisi hapa ni wachache. Sasa ndipo kosa kwa bado ni surege lakini tuko wachache. Kwa nini? Shambani kwa Bwana mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Kwa ni mwito wa kila mmoja kuhakikisha anawaleta watenda kazi. Nadhani tumesikia nyimbo hapa zinavyoimbwa kuwa tuwalete watenda kazi kwa Bwana.
tuwalete watendakazi kwa Bwana. Hakuna, usione wivu wa kutulingisie kama kumwanya atachukua nafasi yangu. Bwana Yesu anaandaa makao kwa watu wote. Anasema wala hataki hata mmoja apotee. Kila unayemuona anapotea, anaenda babaya, nafasi yake kwa Mungu huku ipo. Ni wewe tu kumfikishia ujumbe ili aamini. Akiamini tayari naye anakuwa mtendakazi shambani kwa Bwana. Lakini kama sisi wajumbe hatupeleki habari njema, hatuwaonyeshi ndugu zetu njia ili nao wazae matunda yanayokaa, tunaishia na sisi thamani yetu kwenye ufalme inakuwa ndogo. Na ndio maana habari hizi za Injili tumekabidhiwa sisi, na sisi tumezipokea kwa watu wengine nao walikabidhiwa. Sasa wao walikuwa waaminifu, walitukabidhi sisi. Sasa kwa nini najifuiri mbongo hizo kwa miaka? Sababu watu hizi habari tunazosema ziliwagharimu. Kuna watu walikatwa vichwa kwa ajili ya hizi habari. Kuna watu walichemshwa kwenye mafuta kwa ajili ya hizi habari. Hizi za Yesu. Kwa Bwana muamini Yesu, anaokoa, anabadilisha, anaponya. Wengine wakawachukia, wakawaua. Lakini habari hizi hazikuishia kwao. Walizikabidhi zikaenda kwa watu wengine, zikaenda kwa watu wengine, zikaenda kwa watu wengine. Kwa leo kwenye semina yetu tunakumbushana kuhusu kuzaa matunda ili na sisi tuwe sehemu ya muendelezo wa hii kazi. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Tikise jirani yako kidogo, unaona watu wanaanza kupata usingizi, mwambie upo. Mwambie kidogo kama yupo. Usipotee, tupo darasani jamani. Ukiona uwe huru, ukiona unapata usingizi unasimama tu. Sisi hatutashangaa. Kwa ukiona umechoka, umekaa sana, unasimama. Alafu tuone ukiwa umelala ukisimama uanguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiona umechoka unasinzia, simama peke yako. Tukikusimamisha itakuwa changamoto. Kwa tunataka tufikie hatua ambayo sisi tunazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kazi ya kuzaa matunda sio ya mtu mmoja. Ni wito wa kila anayemwamini Bwana Yesu kuzaa matunda. Na hatuzai matunda kwa nguvu zetu peke yetu. Amesema ninyi pasipo mimi hamwezi lolote. Ndio maana tunahitaji msaada wake. Tunamhitaji yeye atusaidie katika kuzaa matunda. Ukitaka kupambana peke yako utashindwa. Na nimekwambia hii kazi sio ya kwako, wewe ni mjumbe. Sasa kama ni mjumbe usifiche huo ujumbe, waambie watu. Waambie wakane wao huko sikusuraga, mwambie huyu Bwana Yesu anakupenda, okoka. Sikubagile kwa kutuombe mbombo ya kiara na jugwe. Ninga kanile ndege. Na wakati mwingine Bwana Yesu anatuambia ya kwamba neno lake ni mbegu. Kwa wivini kisejo kontila mundu kumbulia ajeyo nunu to. Na wewe unaingia kwenye historia ya maisha yake. Wakati alipo mundu yumo aliniambia habari za upendo wa Yesu kwenye maisha yangu. Maisha yangu yakabadilika. Inakuwa ni thamani sana kwako. Lakini kumfanya mtu mmoja aliyepotea akarudi kwa Bwana ni thamani kubwa mno kuliko ukawa unataka ukae mtakatifu peke yako, unayemjua Mungu peke yako. Na ndio maana tunapata changamoto. Mchungaji anajua hapa, hata kanisa linakuwa haliendi kwa kuongezeka kwa kasi kwa sababu watu hatuzai matunda yanayokaa. Ando kutoliko kutuelewa. Kwa gadeno twalibanuni tolo, tubonizie, tuimbie, tumogie. Tufikie mulongo senye mkuka kufwa inongo ise mpaka kujoga. Tukinga sisi kumanyira kwa kanisa huko. Ndikoja pa kubukako. Lakini tulisema kuna wakati ambayo ukitengeneza unazaa matunda yanayokaa. Watu wanakuona ni yule yule. Ukuta kanisani ni yule yule. Pakwagie kufa ni yule yule. Pakwagie sijui pakiaro ni yule yule. Watu wenyewe wanafurahi. Na hiyo ndio maana rahisi ya kusema huyu mtu ni mtakatifu. Mtakatifu hana sura mbili. Pakuti ninga sanuike kono ukubombe sini. Ninga alikono ukubombe sini.
Mtakatifu ni yule yule. Ningagumwagie kungisi ni yule yule. Gumwagie pabweru ni yule yule. Gumwagie kuno aliko barika baba menye ni yule yule. Gumwagie kuno bakajako baba menye ni yule yule. Yaani umeenda mahali ambako hakuna anayekufahamu. Kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, unabaki mtumishi wa Mungu. Haufurahi kusema kwa sababu huku kuna asiyenijua, sasa na mimi najiachia. Mtakatifu wa Bwana anaishi maisha yake yale yale. Awe ugenini wanakomfahamu watu, awe wasikomfahamu watu, au awe nyumbani kwao wanakomfahamu watu, yeye anaendelea na maisha yale yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huko na maisha namna hiyo ndio yanayotupa kuzaa matunda yanayokaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Simemsikia dada hapa ameshuhudia muda ule kwamba yeye alipotoka walikomjua, alipokuja huku akakosa nguvu hata ya kuendelea kumtumikia Mungu. Yeye alikuwa tu anakosa ufahamu kidogo sana ya kwamba mwili wa Kristo ni mpana. Yaani tuliomwamini Kristo ni ndugu. Ningepokia kwa kiera, kuna watu wanamwamini Mungu ni ndugu zako. Sisi ni familia moja. Ndio maana nakuta mnapendana, mna upendo. Kwa nini? Kwa sababu tumenunuliwa kwa damu ya Yesu. Sisi wote ni ndugu. Tunaomwamini Bwana Yesu ni ndugu. Kwa kiwakuta wote wanaomwamini Bwana Yesu ni familia. Hata kama hakuna kanisa la Baptisti, lakini watu wanamwabudu Mungu katika roho na kweli, ni ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hicho ndio tunachokitaka kiendelee na sisi tukijua, ili tuweze kuzaa matunda. Matunda yetu yapate kukaa. Biblia inasisitiza wazi kabisa kwa tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Tuzidi kuonyana na kufanya hivyo kwa neno na tenzi na zaburi. Kwa nini? Anataka tunapokusanyika pamoja hapa tunapata nguvu tena. Kwa maana hapa tunafundishana. Mwingine tu hata kuja kukaa hapa anapata joto jipya la kuendelea kwenda mbele. Lakini ukianza kujitenga na kusanyiko, ina maana wewe unajiweka kwenye hatari kubwa. Ni kama mbugani. Mbugani mnyama anakuwa salama. Mfano wale wanyama wanaoliwa na wanyama wengine wanakuwa salama wakiwa kundi. Lakini unapotokea wewe mnyama mwingine umejitenga na wenzio, kundi limekuacha, wewe uko peke yako kwa langana ni mwene ulimonyanja. Mlungalangara. Ule mlungalangara ni mwene kwa abanino boza batalilepo. Na wale wanyama kama simba na wanyama wengine wanamtaka huyo mnyama aliyejitenga na wenzie ndio wamdarue vizuri, kwa sababu ukoja mwene. Lakini mkiwa wengi, wanyama wako kundi moja, hata kama kalitokea kanamna fulani, wanageuka wote. Yule mnyama mla wanyama anakimbia, kwa sababu wako wengi, anajua hawa watanishambulia na kunifanyia mimi mwenyewe madhara. Anaogopa. Lakini unapojitenga na kusanyiko, unakaribisha madhara kwako. Ndio maana tunasisitiza kila mara kwenye ibada za katikati njoo. Kwenye ibada za Jumapili njoo. Ujifunze, ungana na wengine katika kweli. Ndipo huko tunachochea vipawa, lakini vile vile tunaimarisha matunda yetu yapate kukaa. Lakini kama huungani na wenzio, wewe muda wenzio tumekusanyika hapa tunajifunza semina, tunajifunza neno la Mungu, uko ni kufunja virombe. Kukonga kwa virombe, kuna kwanza sikwagie singa bantu bandi kutwalira ndongo si abutunguru, kutwalira masi yoga na kalipo. Haupo kwenye kujifunza, kwa sababu ni madhara makubwa sana. Unapokosa sehemu ambapo wenzio wamekusanyika kwa ajili ya kazi ya Mungu, wewe ukawa haupo hapo. Unaenda kutumia huo muda, ule muda unajikuta na wewe unaenda kunapewa kazi zingine za kufanya ambazo zinaweza kukuletea changamoto zaidi na zaidi. Wako watu wamepata madhara kwa sababu tu ya kutokuwepo maeneo ambapo palitakiwa kuwepo. Daudi ameingia kufanya dhambi kwa sababu tu hakuwepo vitani wakati wenzao wako vitani. Wenzake wameenda vitani, wanapambana na maadui, yeye amepanda gorofani anapunga upepo. Anapunga upepo mambo kutukelengania na kunjana huko. Anapunga upepo, anaangaza macho huku na huku, anaanza kuona mwanamke anaoga kule chini. Wenzao wako vitani wanapambana. Sasa huyu mwanamke ananipendeza macho. Anaanza kuwaza habari ya kuwa kuna vita. Watu wanapigana, nchi yetu iko vitani. Yeye anaenda kuchukua yule mwanamke, anaanza kulala naye. Kwa nini? Hakuwepo kwenye mazingira sahihi. Kwa wakati sahihi, wakati wenzao wanatumikia ile kusudi.
na vita ili washinde, yeye hakwenda vitani, akabaki nyumbani. Sisi tunajifunza semina hapa, umuntu alinguvunje virongo. Kukuko sikumwage mbili simbi kwa atulile kukuko. Kwa nini? Hakuwepo kwenye majira sahihi, hakuwepo kwenye sehemu sahihi. Kwa tunatamani sana sisi kama waamini tujue, ili kuweza kuzaa matunda yanayokaa, tujiambatanishe na wenzetu, tushikane mikono. Sisi ni kama mkaa. Wanaopika na majiko ya mkaa wanajua hauwezi kuchukua kipande kimoja cha mkaa ukakiwasha peke yake. Yaani wagiro kesho kuwasha kutururusi yako kuputilila mkaa ukiwa mmoja peke yake haubaki. Mkaa ili wake kuona ngani. Kuje mwingi. Polengo kozize kwakie uje kumwambukisha moto uje kumwambukisha uje kumwambukisha kwa kwenye kile. Bure. Kondo vivyo hivyo kwenye makusanyiko tunapopata hivi. Huyu ana moto wake, ukumwambukisha mama Sandobero, ukumwambukisha mama Asha, ukumwambukisha oza tukuambukisani. Kwa mwisho wa siku tuweza tukonyeka tukuja moto tu. Amen. Leo mtaingia kimwone, utazaa vipi matunda yanayokaa. Kwando kusima. Pando kupunguza rodi lero uno kwa bombela kiara kupunguka. Kote ngari kwe tulimo Yesu. Ngemba kusima kurotera pale pole. Bure simo tuweza tupinjire mwembao bure. Imbabu ndio tukukese. Otikongera okusungisya. Nalinga jakabure bure. Zikorotera kwa piu. Omoto kula kwa kaga jisini. Kwa ili tuzae matunda yanayokaa, ni lazima tuhakikishe tunachochea, tunaambatana na wenzetu. Nimesema ambao kisa chetu kinawasumbua. Nimesema mkaa hauwezi ukawaka peke yake. Uweze kuchukua kipande kimoja cha mkaa ukakiwasha peke yake. Mkaa ili uwake kwenye jiko lazima tuwe na vipande vingi. Tukiweka vipande vingi tukawasha, ndipo ambapo joto au moto la kipande kimoja cha mkaa kinaambukiza moto kwenye kipande kingine, kinaambukiza kwenye kipande kingine, baadaye ndipo mkaa mzima unakuwa na moto wa kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo hata kama tunapika maharage yanachelewa kuiva, lakini kwa sababu moto umeshakuwa wa kutosha, maharage yenyewe yanasarenda, baadaye tunapata na mchuzi wake. Wakati mwanzo tuliweka kwenye mchungu ni magumu, baadaye yanaiva mpaka tunaanza kuyashika yanamkunyika peke yake. Naona? Kwa hata kama mtu alikuwa na tabia ngumu, ana tabia mbaya, lakini akianza kuhudhuria kwenye kusanyiko na watakatifu, naye anaanza kutakaswa. Neno la Mungu linatuambia wazi, enenda pamoja na wenye hekima na wewe utapata nini? Hekima. Lakini rafiki wa wapumbavu ataumia. Kwa kumbe kuna mambo mengine ili tuzae matunda yanayokaa ni kwa kuambatana na watu wanaozaa matunda. Tunapoambatana ndipo ambapo tunaanza kuona yani ule ubora waliokuwa nao wengine na sisi tunaupata. Kwa sababu tumesema katika kusanyiko tunanoana. Huyu anamnoa mwenzie, huyu anamnoa mwenzie, basi tukiweka pamoja tunapata ukamilifu. Mwingine anaweza akaja hapa akasikia shuhuda moja ikabadilisha maisha yake kabisa. Lakini usingekuepo ina maana ingekuwa imekupita. Mwingine anaweza akaja akasikia neno likabadilisha maisha yake na mwelekeo wake kabisa. Lakini usingekuepo ingepita. Kwa wapendwa, Mungu atusaidie ili kuzaa matunda yanayokaa. Lazima tuwe na ufahamu ya kwamba sio kazi nyepesi. Matunda yanahitaji kufanyiwa kazi. Matunda hayatokei ghafla. Tunapokuwa tunaendelea zaidi huko mbele na semina yetu, tutaona ya kwamba haya matunda, mfano kama watu wamemwamini Bwana Yesu, ni sawa na mtoto amezaliwa, anahitaji malezi, anahitaji kufundishwa njia, anahitaji kuonyeshwa sehemu ya kupita. Lakini watu, unakuta mtu ameokoka,
wanamwacha hapo. Yaani jilibo mwama Mungu amembariki mwanamama, amejifungua salama, amepata kama mtoto, akakaacha hapo. Anaondoka, sema asante Mungu, nimepata mtoto. Amemwacha mtoto wake pale, hamfuniki, yani hajali chochote, hampi tena, hamjali kwa lolote, amemwacha tu pale, afu ameondoka zake. Yule mtoto atakuwa atapigwa na baridi, baadaye mara sijui kichomi, mara sijui nini, kale katoto kana kufa. Kwa nakuta sisi kama kanisa ambao ni waamini, kazi yetu ni kujua. Tukiona mtu amehubiriwa kanisani ameokoka, ni kazi yetu kuhakikisha tunasimama na yule mtu mpaka naye anaanza kuzaa matunda yanayokaa. Kwa kwanza kumfundisha misingi, unakuaje kwenye wokovu, unasimamaje kwenye wokovu. Kwa sababu mwingine anaweza kaokoka, akitoka tu akaenda huko nyumbani, wanamwambia mambo uliyoamua kuyafuata haya ni magumu, umepotea kabisa. Mtu anavunjika moyo, anasema kumbe. Lakini akikutana na watu wa Mungu, nakwambia na sisi siku moja tulikuwa kama wewe. Na sisi tuliamua ili uishi haya maisha, lazima uwe mtu wa kuomba. Kuomba unaombaje? Unamfundisha. Kuomba tunayatoa maombi kutokea kwenye sala ya Baba yetu. Mungu ndo alitufundisha mwenyewe, Bwana Yesu alitufundisha, alitupa mfano wa maombi. Anasema mnapoomba, mnaposali, salini hivi. Anatuambia ili tujenge mahusiano na Mungu. Kuna mtu kutokea pale unamfundisha. Lakini sasa changamoto pia nyingine, waamini wengi na sisi hatujajifunza. Sasa na sisi kama hatukufundishwa, na sisi tunawaacha hao waamini wapya, tunawaacha hivyo. Lakini tukijifunza kimkakati kwa utaratibu, tunakuwa tunajua ili mtu atoke kutoka kwenye kuokoka mpaka kusimama naye kuzaa matunda mpaka kwenda kuwahubiria wengine, tufanye nini naye. Naona kwa semina yetu hii itakuwa pia na sehemu ya kutufundisha kwa mtu anapookoka, ili tuendelee kuzaa matunda, tunamfanya nini naye. Yaani ili mtoto atoke kutoka kuwa mtoto mdogo, akue na yeye. Kama sijui ni kujifunza, asome mpaka baadaye aweze kwanza kujisimamia. Aweze tena kwanza naye kwenda kuzaa watoto wengine. Kuna kitu ambacho tunatakiwa tuandaliwe sisi kama watenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linatutarajia kwa sisi tungaje naweza siwafikie kila mmoja kumfundisha kweli ya Mungu. Lakini sisi tukijua itatusaidia kuwasimamia wenzetu wengine wazae matunda yanayokaa. Sisi kama tunaelewana vizuri. Tunaelewana vizuri wapendwa? Pamo ngo bareka kunyu. Tuweza tulipa mapendo. Amen. Nengo tira nga tukojobe nonga si akiala mambo kugono tu. Ngotira vipi? Kutikali kaja tukakutibu. Sikundirisi. Budi. Sababu Setano yo pale maso video pakuti apunje isi siangwa ukabombele kukaja si akutura. Kulinga kwa agia uturo tukwisa tukane video. Yaani tukane video. Uturo tuomanye bakuti joge kwa mwijo huko. Papa kwake ikobe ya kumwanya jibando kusuruka. Kufioza neja basi sikuanganira turu. Nikakwambia kwa ndani sija kumwanya jibando kusuruka kuna turu. Tukugono turu. Kwa mtoto tukwiza kwa kupinde. Tusomeshe mtoto tukwiza kwa gono. Kwa tusikubali ili tujifunze tuweze kuzaa matunda yanayokaa. Yakitupita haya tutakuwa tena wale yani watu ambao wakuja kwenye semina wanakuwa sawa sana sisi ambao tulikuja kwenye semina. Tunatamani tuzae matunda yanayokaa. Mungu anapotujalia tunda likitokea tukiona ua tukana kufikiria kanuni pakuti lisije likaharibiwa ila likomae mpaka liwe tunda. Lakini yote haya ni maandalizi ambayo tunaanza kujifunza kuwapokea waongofu wapya au waliokoka wapya, kuwafunza, kuwafuasa, wakitaka kujifunza kuomba tunawaelekeza. Kuomba unafanya. Sisi tunakuhudumia hapo maombi. Tunafunga. Mtu ajui anafunga vipi? Mtu ajui anaomba vipi? Hapo kama Mungu Juma kasimanya lazima kwa sababu sio kila mmoja amezaliwa kwenye maeneo ambayo alikuwa anaenda Sunday school. Jobe kwa Mungu kalimanyisise na kanuni. Nalinga sukuru umundu asamire ku sukuru jingi. Batikuti kuna gwariko ngwaga kwa manyire bikwanda na gurupi. Papa sitikurwa kutisatu kumanyisye bono tukumbombera kiara hapa. Goro kwike siko nikubombea uru.
Ninga kufunga tukuje vuno na vuno na vuno. Ninga kujiandaa kuje uombe vuno na vuno na vuno. Kushuhudia hivi na hivi na hivi. Vita za kiroho unapambanaje? Sasa kama mtu alokuike lakini hajafundishwa. Ameota ndoto kia ambonise na mboni mundu ndosi kwa kirawo hiyo mpanga. Asipige mkonsenge. Kwa sababu hajajifunza. Lakini akifundishwa kwa vita vyetu sisi tukiamini hatupambani kwa damu na nyama. Na nika kumbweno mundu kabisa jojo hapa jojo kukubombele hivi. Yumo jojo lile mwanako. Wagiro tukirawo hiyo kipanga na msengani. Kura. Huko kwenye ulimwengu wa roho ndio unakojifunza kupambana. Unapambana vipi? Unajua. Kutokea huko rohoni. Na hapo sasa unakuta matunda yako na unaanza kukaa. Napenda adui. Tunda nalo linaanza kuonekana pale wewe unajua lisionekane. Linaonekana. Napenda adui. Wakati wengine dunia inasema walipe kisasi. Aliyekuumiza umuumize. Neno la Mungu linakuambia kwa kanuni tofauti kabisa. Sema adui yako akiwa na njaa umpe chakula. Akiwa na kiu umpe maji. Na hapo yeye ndio anashangaa kama mimi ni adui yake. Mimi napanga kumfanyia mabaya. Yeye ananilipa mema. Anasema katika Warumi 12:21 anasema msishindwe na ubaya, bali mshinde ubaya kwa wema. Kwa sisi malipo yetu ni kufanya mema. Na kuna mahali anasema ni Mithali 17:13 kama sijakosea. Anasema anaweka msisitizo kuwa anayerudisha mabaya badala ya mema. Anasema mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Yaani kwa kuhombe mbili pamoja pa mbili. Ndio kuendeleza mbili mpaka tuendelee kujaa. Yaani mtu akikufanyia ubaya na wewe ukamlipa ubaya, ina maana ubaya haufanyaje? Hauishi. Kuna mali niwahi kuambia, mfano ikatokea. Labda sio mfano mzuri lakini nitoe tu mfano. Mfano ikatokea. Mimi nimemuua baba yako. Na wewe ukachukia, ukasema wewe na mimi naenda kumuua. Aliyemuua baba yangu na muua ambaye ni mimi, si ndio? Ukiniua mimi na wewe umeua baba wa watoto wangu. Kwa maana nao hao wanapata kisasi tena na wewe. Kwa nakuta ilianza kidogo lakini ubaya unazidi kuenea. Ndio maana kisasi sio tiba. Ndio maana neno la Mungu linakuja kutufundisha kwamba tulipe ubaya kwa wema. Kwa sababu kama mtu amekufanyia ubaya au kalipa wema, ina maana ule ubaya umeukata, umeushinda, umeumaliza. Lakini kama umefanyia ubaya na ukalipa ubaya, unaendeleza ubaya mwingine na huyu, na baba kaaliko kwa mwisho wa siku bando kurwa na baba bakamanya na kote kali mkuru yake. Papa sikumie kura, kisasi kinakuja kwa huyu, kisasi kinaenda kwa huyu, yule naye anaomtegemea upande wake na huyu ana upande wake, naye huyu anaanza kuumizana na huyu, anaumizana na huyu, baadaye unakuta kuumizana kumekuwa kwingi sana. Kwa nini? Kwa sababu umeamua kurudisha mabaya badala ya mema. Na ni kama ukirudisha mabaya badala ya mema au ukarudisha mema badala ya mabaya, wewe ukafanya kinyume sasa. Ukawa unarudisha mema badala ya mabaya, anasema mabaya au mema hayataondoka nyumbani kwako. Yaani kama wema ulikuwa hata wa muda kidogo kwenye nyumba yako, wema ulipanga kwenye nyumba yako, unaanza kuwa na makazi ya kudumu hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu wewe unarudisha mema badala ya mabaya. Unafanyia mabaya unarudisha mema, mema yanabaki kwako. Unarudisha mabaya unarudisha mema, yanabaki kwako. Hapo ndipo ambapo matunda yetu yanayokaa yanabaki ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunaelewana vizuri. Tunatamani sana matunda yetu yapate kukaa. Yaani ukizaa matunda tu, ukawa na matunda kwenye mti wako, lazima mti wenye matunda unapigwa mawe. Watu wanakuja kutafuta hayo matunda kuangalia. Upendo kweli humo? Nataka kupiga mawe kidogo, wanarusha. Wanaangalia kweli uvumilivu humo? Wanarusha kwenye mti wako matunda yale ili yaanguke. Lakini ukijua mimi ni mti wenye matunda, unaulinda mti wako. Unapopigwa mawe unajua kinachotafutwa hapa sio mimi. Ndio maana mtu aende kupiga mawe kwenye mti ambao
wanaenda kupiga mawe kwenye mti wenye matunda. Wakijua wewe una matunda, mawe yanakuja. Kwa ukijua kabisa mimi kinacholengwa hapa sio nipigwe mawe tu niumie, lakini napigwa mawe ili matunda yaanguke, ili matunda yatoke. Na wengine kwa matunda yako hayo watakupiga jiwe, tunda likatoka wakaliona, au ndo wanamuona Mungu. Mungu ndio kwa urembule. Kama nilivyowaambia mwanzo kwamba tunda la Roho, tunda haya tunayozungumza mara nyingi yanaonekana wakati ambapo hayatakiwi kuonekana. Kuja watu kukuchokoa hivi, alafu baadaye wanakuta wanaona tunda la Roho. Ndio kwamba bado kama urapo unajua kwa unaona alokuiki sana Roho alokuiki. Kwa sababu ule wote tukukubona na mnono alokuiki. Fulani anaamini Mungu, fulani anampenda Mungu, fulani ni mtu wa Mungu, wanakushuhudia kwa wema kwa sababu wanajua wamejaribu kwenye matunda yako, wameona tunda la Mungu. Mitego inakuja, mambo ya kuumiza yanakuja, mambo ya kukatisha tamaa yanakuja. Unaposonga mbele, unathibitisha matunda yanayokaa ndani ya muamini. Na tumesema matunda yana mchakato wa kuyaleta mpaka yakae. Na usipozaa matunda, pruning ikija inakupata. Kwa ukitaka uendelee kukaa kwenye uwepo wa Mungu, ukitaka uendelee kukaa kwenye msaada wa Mungu, hakikisha unaendelea kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pendo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunatamani tunapojifunza tunapata muda, tunamwomba Mungu. Naomba Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Niliwakilishe vema jina lako. Nisimame nizae matunda yaliyo mema. Nisiwe mtu wa kulitukanisha jina lako. Sababu nakuwa ni mtu ambaye watu wengine wanashindwa kumuona Mungu kwa sababu yako. Abantu bana kutinga joko awa kuiputa wale wojo, uso tulikolona nija kuti tuijeba kuiputa. Bure. Sikuja kabili. Kwa nini? Kwa sababu ya matunda yasiyo kaa. Lakini tukiwa na matunda yanayokaa, watu wapikuti naringa hatumchi Mungu. Lakini kwa maisha haya anayoishi mtu huyu, sisi tunamtaka Mungu wake. Amen. Yesu asifiwe sana. Kumbe ni matunda yanayokaa. Ni gharama. Ndio maana maisha ya wokovu sio lele mama, sio rahisi. Yanahitaji kujikana. Kana kabisa. Jikana ili kutokana na kujikana kwako Mungu ajitwalie utukufu. Najikana kabisa. Haimaanishi maneno mabaya hayatakuja. Haimaanishi watu wakujaribu kukurudisha nyuma hawatakuja, watakuja. Tena watakuwa wengi zaidi. Kwa sababu watajua hauna cha kuwafanya. Alafu ukijaribu kuwafanya vibaya, ukute poro kuike poki. Kwa sababu sisi wanajua watu wasiookoka, wasiomtumaini Mungu, wasiofanya yale mambo ya Mungu, wanajua sana kwa mtu wa Mungu anapaswa afanye nini. Kuna mwingine anafanya makusudi kabisa na kukuchokoza. Wakikuchokoza, wanataka kusikia unafanya nini? Utakaporudisha mashambulizi tu. Naanza kuambia tulijua wewe bado sana hujaokoka. Unakuta na wewe unaanza kuvunjika moyo. Au unakuwa ukamanya, ngufuru urokole ngwika pambani. Ngumda no urokole kwa ngufuru tigire. Mundu yuko kufura ngwika pambani ngati siati. Unjo ntunguro karokoka. Urokole buri poza na poza. Ukute mtakapouziwa, utakapokuwa kwenye furaha, utakapokuwa katika dhiki, bado kote unatakiwa usimame kwa sharti moja, ukijua kwa mimi ni mtumishi wa Mungu. Watu mundu ujua asakie pono tusekome tazi, inga tusemarie pono kwa kufara kanga urokole mama. Sababu Biblia inakataza kweli tutende dhambi kwa sababu neema ipo. Hapana. Yaani ukafanye dhambi kwa sababu mimi wakati nitatubu. Ukajamo siku. Tunatakiwa kusimama kwenye kweli vile wakati wote vile bila kupindisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kwa siku ya kwanza, kwa sababu bado tuna siku zingine 4 mbele ambazo tunaendelea kujifunza hivi kuzaa
matunda yanayokaa. Hapa niko naweka tu msingi mdogo, lakini ukija kesho tutaendelea kwenda ndani zaidi kwa tuone tunafanyaje, tunaendaje katika haya maisha ili kuzaa matunda yanayokaa. Kwa hata ukiulizwa wewe unakumbuka kitu kimoja tu, kwamba tunajifunza kuhusu kuzaa matunda yanayokaa. Na tumeona ya kwamba pasipo Mungu sisi hatuwezi lolote. Neno lolote hatuwezi. Tunamhitaji Mungu yeye zaidi ili atusimamie katika msingi ule ambao ameukusudia. Lakini kama hatutakuwa kwenye msingi ambao Mungu ameukusudia, hatutaweza kuzaa matunda yanayokaa. Thank you. Kwa ili tuwe na matunda yanayokaa, ndipo ambapo tutapimwa na kuangaliwa kwa neno la Mungu linavyotuongoza, neno la Mungu linavyosema tabia za miti inayozaa inaonekana, afya yake inaonekana. Kuta mti dhaifu hauwezi kutoa matunda mazuri, si ndio? Tawi likiwa dhaifu halitoi matunda. Ndio maana amesema mkiwa ndani yangu na mimi ndani yenu, ndipo ambapo mtazaa sana. Ukijitenga na Mungu kuzaa matunda, sahau. Yaani ukijitenga na Mungu kuzaa matunda, sahau. Mungu anasema yeye hatuachi sisi. Ndio yote tusikondeka kiasi. Yeye yuko karibu na sisi wakati wote. Anasema yuko karibu kuliko hata nguo tunazovaa. Yuko karibu muda wote. Watu wenyewe ndio tunaanza kujitenga na Mungu. Na kujitenga na Mungu ni sawa sawa na samaki anayetaka kutoka kwenye maji, alafu anataka kuishi. Yaani unajua samaki bila maji hawezi kuishi, si ndio? Lakini anatoka kwenye maji, anasema na mimi nikaishi kidogo nchi kavu. Anaishi kweli? Hicho ndio kufa kwake. Hata kama atatoka, utamwona ametoka kwenye maji anarukaruka, naona kama yuko salama, pam pam pam. Dakika mbili nyingi. Chani. Ni kama mmea ukiung'oa, ukiutenga na chanzo chake, udongo ukautenga, naona bado majani yake yako safi tu. Lakini baada ya muda kidogo unasinya, unakufa. Kwa sisi wapendwa, tukijitenga na Mungu tufuile. Nje na Mungu hatuna maisha. Yaani hatuna maisha. Ni kama samaki anavyoyategemea maji kuishi. Ndio hivyo hivyo na sisi tunavyotegemea Mungu ili tuishi. Anasema ndani yake tunaishi, tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu. Ndani ya nani? Ya Mungu. Ndani ya Kristo Yesu. Lakini kama tukijitenga naye, tukakaa mbali naye, tumekufa. Ndio maana wenye dhambi Biblia inawahesabu kama wafu. Kwa sababu gani? Wamejitenga na Mungu. Ndio maana anasema wengine wana majina ya kuwa hai lakini wamekufa. Sasa kuna mtu makamu wetu tonongi. Lakini ndio mafuile. Una jina la kuwa hai lakini kumbe ndani umekufa. Kama roho yako haina uunganiko na roho ya Mungu, umekufa. Si ndio? Kwa tunataka uwe uhai ili uzae matunda yanayokaa, lazima uwe umeambatana, umeungana na Mungu. Hapo ndipo matunda yanayokaa yatatokea. Ukikaa mbali naye tu, ukijiachanisha, buliko umpiki, ukunyukuile. Kapike kanini akakamera ukanyukuile. Ukawikie pambani. Kiko chito kanunu lakini akawarilo kadri kuvuka mkwenda mkieni. Kwa na sisi tuhakikishe hatujitengi na Mungu. Ukijitenga na Mungu, salama yako hakuna. Ukijitenga na Mungu, ufuile. Nalenga kuna vikogona kwa kule njani to, tufuile poki. Si unakumbuka walipokosea Adamu na Eva? Akasema kwa sababu mmekosea, siku mtakapokula itunda mtakufa. Wakala, alafu wakaishi miaka 900. Sasa wafuile bure walikufa kwenye roho zao. Ina maana walitengana na Mungu. Uhusiano waliokuwa nao na Mungu ukaondoka, wakawa mbali na Mungu. Mungu yubuira alikuwa anawatembelea kuongea nao, akawa amejitenga. Bandie bikuntira. Bikwando kuntira kiala, bikuwa kuivisa. Bikwando kwa kitari.
Kwa utukufu wa Mungu uliwafunika, walikuwa hawajui chochote, hawaoni chochote ambacho kiko tofauti kwao. Naona. Kwa ukikaa nje na Mungu kuja kitali kabisa. Yaani hakuna aibu yako haiwezi kufichwa na chochote. Utukufu wa Mungu unaondoka kwako, unakuwa mtu dhaifu. Lakini tukiwa ndani ya Mungu ndiko tuna nguvu, ndiko tuna imani. Ndio maana kama nilivyokuambia, kama samaki akiwa kwenye maji, hauwezi ukampangia aende wapi, atapiga chenga umo. Ni mjanja kweli kweli akiwa ndani ya maji. Lakini akitoka kwenye maji, alikamata na ndoana akamtoa kwenye maji, ambekie mkibo. Na lengi samaki atujanyanywa ya temboga kakono, bando kwa sokoni. Hawa waje kolie mmesi, waje sozisi mmesi. Kwa samaki akitoka kwenye maji hana ujanja tena. Kinachobaki kwake ni kufuata mwelekeo wa aliyemchukua kwenye maji. Kwa adui naye anapambana sana kututenga na Mungu. Anajua ukiwa na Mungu haupigiki, hawezi kukushinda. Kwa anapambana na kuchukua. Wewe nadhani kuna mambo mengine anatafuta kitu gani kwenye maisha yako? Matatizo yanakuja anakutingisha hivi ili uanze kuona kama kwenda na Mungu ni kazi. Uanze kuona nimechoka. Kwa nini na mimi sasa leo nijibizane? Nifanye nini na nini? Kikaa vibaya tu. Hapo shetani anakukamata vizuri. Pake yote alikuwa anakuuliza kwa jantema. Amula nungwe. Baba kwa mwili umejitenga na Mungu. Kwa mwili kabisa ndio kwa ukikosea kwa kimirosi kwa benzi kukifikiri. Fiki. Ashaona umejitenga na Mungu. Umeacha mwanya wa adui kukujia. Kwa anasema msimpe ibilisi nafasi. Tuhakikishe ili tuzae matunda naokaa muda wote tumeungana na Bwana. Na nenga sisi ngavu bure. Bado tunasimama na Bwana. Amepita kina Ayubu mambo magumu sana, ambayo hata mtu ninga atakupangire ungeweza kumuelewa kote. Na hizi Bwana si alenyagie rodi leo mma. Ungeweza kumuelewa, lakini yeye anasema hapana. Ni Mungu amefanya. Nimempendeza Mungu nipite hapa. Mungu ananiamini. Kuna muda mwingine ninga kuketele ngavu vivyo. Pogu iketana hiyo kumbe nina imani kubwa kiasi hiki Kwa sababu kama Mungu anakuamini maana makubwa, ina maana hauko bado chekechea. Unaweza kumchukua mtoto wa chekechea kama bebe ndoo ya lita 20 ya maji. Hawezi. Na maana sasa unapoanza kubebeshwa ndoo ya lita 20, na maana umekua. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiona unapita kwenye ziki ngumu, unajitia moyo, unasema kumbe nimekua katika Bwana. Mungu ameniamini nimekuwa na hili naliweza. Kinauma ndio. Maana kwa Mungu ameniamini kwa hapa, pita. Ukitoboa upande wa pili, watu wote wanakushangilia. Kweli yule ni mshindi, ameshinda katika Bwana. Kwa nini? Umejua kwamba majaribu yanakuja na yashinda, na zaa matunda yanayokaa. Nalinda imani, napita kwenye moto, lakini bado namshangilia Mungu. Unakomaa. Watu wengine wakikutazama wanajifunza kwako. Wanamuona Mungu kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi muda wetu umeendelea sana. Tupate dakika kidogo tumsii Mungu ya kwamba Mungu tusaidie. Tuzae matunda yanayokaa. Tuwe ni watu ambao tunafurahi ya Bwana siku zote. Tuwe ni watu ambao hata tukipita kwenye moto bado tunamtukuza Mungu. Hata ambapo watu wengine wote wangetuelewa kwa tumemwacha Mungu kwa sababu gani. Lakini sisi tuwe ni watu wa kwenda mbele na Mungu. Mpaka Bwana aseme huyu ananipenda. Aseme ninaamini katika hili. Anakutaja wewe kwa jina lako, fulani ananipenda. Yani raha sana. Mungu mwenyewe, wewe Mungu mwenyewe mpaka anakiri ya kwamba wewe unampenda. Sema hapa alitakiwa afanye hivi na hivi, lakini kwa kujua neno, kwa kumpenda Mungu, ameamua kusimama na kubaki hivi kwa namna hii. Kwenye mstari huu watu walitaka waone. Shetani alikuwa amenoa kabisa panga wake, ameandaa sherehe kwa hapa tayari huyu mtu amepatikana, lakini anakuta umekaza katika Bwana. Ndipo ambapo tunazaa matunda yanayokaa. Tusimame tumsii Mungu kidogo. Mwambie Mungu akusaidie.
Yaani mimi sitakwambia uombe nini, ila wewe ulichosikia. Chochote ulichosikia ambacho unaona unakihitaji, mwambie Mungu hicho hicho kwa Mungu. Kama umepata kimoja, mwambie Mungu kwenye hicho hicho kimoja nizae matunda yanayokaa. Mwambie Mungu nashukuru nimesikia neno lako. Kwa nilichosikia hiki. Sasa unamwambia Mungu wewe nini unachokitaka kwenye maisha yako. Nisimame, unipitishe, univushe, uniwezeshe kuzaa matunda yanayokaa. Matunda yanapokaa Mungu anatukuzwa. Basi wewe mwambie Mungu hapo hapo tu, hatutaimba wimbo, ila wewe mwambie tu Mungu ulichoelewa. Inua tu sauti yako kwa Mungu. Mungu anasikia. Mungu kwa maneno mengi au machache, Mungu anasikia. Kwa hiyo mwambie Mungu, Mungu nisaidie kuzaa matunda yanayokaa. Bwana Yesu, Mungu uliye mwaminifu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa sababu Bwana umesema na sisi. Tunakushukuru kwa ajili ya pendo lako Bwana. Tumesikia ya kwamba tunapaswa kuzaa matunda yanayokaa. Mungu mwenye nguvu unisaidie. Mimi ambaye nilisimama kunena neno hili, ninaomba neema yako Bwana inisaidie kuzaa matunda yanayokaa. Bwana niguse katika mitego mbalimbali ya mwovu. Nisaidie ili niweze kusimama kuzaa matunda yanayokaa. Ili watu wakinitazama waone wewe Bwana. Waone ushindi katika wewe Bwana. Waone nuru katika wewe Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie hata ujapo unikute nikiwa bado tayari. Neema yako Bwana inibebe, unigushe, unitetee Bwana. Tumesikia neno lako ya kwamba tunapaswa kuzaa matunda yanayokaa. Tunajua ya kwamba pasipo wewe Bwana hatuwezi jambo lolote. Pasipo wewe Mungu hatuwezi jambo lolote. Mimi Bwana pasipo wewe ni sifuri. Mimi Bwana pasipo wewe siwezi hata kupiga hatua moja. Ninakuhitaji Bwana katika kila hatua ya maisha yangu. Ili nizae matunda yanayokaa, ninahitaji msaada wako. Ili nizae matunda yanayokaa, Bwana nisaidie. Ili nizae matunda yanayokaa, Bwana nisaidie. Ninapopita kwenye moto, Bwana nisaidie. Nyakati ambazo ni ngumu zinakuja kunikatisha tamaa, wakati zinakuja kuniumiza moyo, Bwana nisaidie. Nijalie furaha yako Bwana. Nabii amesema kwamba furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Nisaidie Bwana, furaha yako ikae ndani yangu. Furaha yako ikae ndani yangu. Isiyotegemea matukio, tunda la Roho Bwana likae. Upendo ukaonekane kwangu. Uvumilivu ukaonekane. Utu wema ukaonekane. Fadhili ukaonekane. Upole Bwana ukaonekane. Kiasi kikaonekane. Bwana nisaidie Bwana nisaidie. Nitembee katika msingi wako. Kama vile Bwana uishivyo, nitembee kwenye msingi wako. Nitembee katika njia yako. Nitengeneze Bwana kinywa changu, niseme yale ambayo Bwana yanakupendeza. Bwana nipe kiasi. Neno lako limesema wazi ya kwamba Bwana unafunga kama rijamu, una control vinywa vyetu kama rijamu. Roho Mtakatifu uwe rijamu kwenye kinywa changu. Bwana niongoze, unizuilie kunena yaliyo mabaya, unizuilie kunena yasiyofaa, uniwezeshe kulipa wema badala ya ubaya, uniwezeshe kulipa mema badala ya mabaya. Bwana nisaidie. Wewe inua sauti yako mwambie Bwana nisaidie. Nishinde ubaya kwa wema, nishinde mabaya kwa wema. Mwambie Bwana anasikia. Mwambie Bwana anasikia. Yuko mahali hapa na sisi. Mwambie Bwana nitetee, niwezeshe, nigushe katika hali mbaya. Nitetee Bwana, niwezeshe Bwana, nitunze Bwana, nisaidie maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. Aliwahi kuomba Daudi, leo naweza kumwomba Bwana ya kwamba mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako Bwana. Kabla sijasema maneno yangu yapate kibali kwako. Kabla sijasema Bwana nipate kibali mbele zako. Bwana nisaidie. Nisaidie. Inua sauti yako mwambie Bwana nisaidie. Hivi ndivyo ambavyo tunaomba. Hivi ndivyo ambavyo Bwana anatusikia. Hivi ndivyo ambavyo Bwana anapokea dua yako, anapokea sala yako. Mwambie Bwana nisaidie. Katika udhaifu wangu nisaidie. Pale niliposhindwa nisaidie. Bwana nibaki nimeambatana na wewe. Siku zote za maisha yangu nibaki kwako, niwe wako siku zote. Mwambie Bwana nisaidie. Yako mambo mengi ya mtego, yako mambo mengi ya kuangusha, yako mambo mengi ya kuumiza moyo. Mwambie Bwana nisaidie. Katika nyakati hizo ninapopita, nigushe Bwana nisaidie. Kama kulikuwa
ndani ya moyo wako. Mwambie Bwana, nisaidie kusamehe. Maumivu haya yaondoke. Maumivu haya yaondoke, yasinishikilie. Neno la Bwana limesema wana amani nyingi wanaoipenda sheria ya Bwana, wala hakuna la kuwakwaza, wala hakuna la kuwakwaza. Na wewe kwa hiyo kwako kwenye maisha haya, mwambie Bwana, niwe na amani nyingi nisiwepo la kunikwaza. Niwe na amani nyingi nisiwepo la kunikwaza. Amani nyingi Bwana anaweza kuweka kwenye moyo wako. Amani nyingi Bwana peke yake anaweza kaiweka kwenye moyo wako. Peke yako hauwezi, lakini Bwana amesema wana amani nyingi wanaoipenda sheria yake. Wana amani nyingi wanaoipenda sheria yake. Hakuna la kuwakwaza. Hakuna la kuwakwaza. Hakuna, sio mume, sio mke, sio majaribu, sio lolote. Hakuna la kuwakwaza wanaoipenda sheria ya Bwana. Sisi ni wale ambao tunaipenda sheria ya Bwana. Tumehudhuria semina hii kwa sababu tunaipenda sheria ya Bwana. Mwambie Bwana, lisiweko la kunikwaza, lisiweko la kunikwaza, lisiweko la kunikwaza. Neno lako linasema makwazo yanabudi kuja, lakini Bwana, lisiweko la kunikwaza, kwa sababu nimejua sheria yako, nimeipenda sheria yako, nimeipenda sheria yako, nimeipenda sheria yako. Inua sauti yako, usinyamaze. Ni hasara kubwa kunyamaza mbele za Bwana wakati watu wanamwambia Bwana hali zao wasaidie. Ukinyamaza ni hasara, ni hasara yako mwenyewe. Mwambie Bwana, nisaidie. Mwambie Bwana, nisaidie, nisaidie. Mwambie yako mambo mengi yanayotukabili. Mwambie Bwana, nisaidie. Bwana, nitengeneze, nitengeneze, niuishe moyo wangu. Ndio maana tumeacha kazi zetu, tumeacha kuvuna mahindi, tumekuja kwenye semina kwa sababu tunahitaji msaada wa Bwana. Tunahitaji Bwana atutokee. Hatuwezi tukatoka peke yetu. Hii sio bure, sio bure, sio bure, sio bure, sio bure. Uko msaada wa Bwana unapita kwa watu wake. Uko msaada wa Bwana unapita kwa watu wako. Yale yote yanakuumiza moyo wako, mwambie Bwana, yachukue leo hii, yachukue leo hii, yachukue leo hii. Bwana, ninapotoka hapa nitoke kwa nguvu. Usimfikirie jirani yako. Wewe inua sauti yako, kivyako vyako, mwambie Bwana, nisaidie. Mwambie Bwana, nisaidie. Mwambie Bwana, nisaidie. Kama ni afya, mwambie Bwana, nisaidie kwenye afya yangu, niwezeshe. Mwambie Bwana, omba, 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 omba. Aombaye ndio anapokea, aombaye ndio anapokea. Anasikia Bwana, anasikia Bwana, kwa sababu anasema ombeni mtapewa, ombeni mtapewa. Usipoomba hupewi. Ndio kanuni ya kiungu. Kanuni ya kiungu inataka uombe. Unataka unachokihitaji ukiseme mbele za Bwana, kiseme mbele za Bwana. Mwambie Bwana, mimi ni dhaifu, sina nguvu, nisaidie. Makwazo yanapokuja sina nguvu. Mukarara kiara nikasijisiza kungarasa mukarara vijo endumbura ziko sama ndende kesi ndumbura zangu, ndende kesi ndumbura zangu, ndura kiara ndura nikasijisiza kufurasa kufurara vijo kiara ndende kesi. Mwambie Bwana, nitengeneze, nipe ustahimilivu, nipe ushujaa, nipe ujasiri, nitengeneze nafsi yangu, nitengeneze moyo wangu. Mwambie Bwana, mlilie Bwana, mlilie Bwana, anatusaidia. Yuko hapa anatusaidia. Ndio maana tumepata hii semina kwa ajili ya kututengeneza, ili tuzae matunda yanayokaa, ili tuzae matunda yanayokaa. Bwana anatusikia, Bwana anatusikia. Yuko hapa anasikia. Iko furaha yake inaachiliwa kwa watu wake. Iko furaha ya Bwana ambayo ni nguvu yetu, furaha isiyotegemea matukio, furaha ya Bwana inayotupa kuridhika, inayotupa kupiga hatua, inayotupa kusogea, inatutengeneza, ambayo haitatuumizwa na mambo, hatutaumizwa na mambo ya dunia hii. Bwana anatutengenezea njia, Bwana anatupa nguvu, Bwana anatuvusha kwenye mitego mbalimbali, Bwana anatuvusha, anatutetea, anatutetea, anatutetea. Yuko hai, yuko hai kwa ajili yetu. Bwana, shughulika na moyo wa kila mmoja mmoja kwa jina la Yesu. Moyo wa kila mmoja mmoja shughulika nao. Roho Mtakatifu, moyo wa kila mmoja mmoja shughulika nao. Tunaomba kama Daudi alipoomba, sema Bwana, uchunguze moyo wangu. Bwana, uchunguze moyo wangu. Kama liko jambo la kukwaza, kama liko jambo la kuzuia, kama liko jambo linanikwamisha, Bwana nisaidie, Bwana nisaidie, Bwana nisaidie, Bwana nisaidie. Ninatoa dakika moja. Kama kuna mtu anatamani tuombe pamoja, sogea hapa mbele, sogea hapa mbele, tuombe pamoja. Kama unatamani kuna jambo lako unatamani tuombe pamoja, sogea hapa mbele. Tunamwambia Bwana anayetusikia, tuko mbele ya madhabahu yake. Tunamwambia Bwana tusaidie, tunamwambia Bwana tusaidie. Tunaposema lolote mbele ya madhabahu yake, tumepatana na yeye. Bwana anatutengeneza, Bwana anatusikia sauti zetu. Kama unaona kuna jambo unatamani ukasogea hapa tukaliomba pamoja, sogea. Kama uko sawa, endelea kuinua sauti yako, endelea kuinua sauti yako. Bwana anajua, Bwana anajua, Bwana anajua namna anavyotengeneza watu wake, namna anavyosaidia watu wake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukiwa na udhaifu, ukiwa na changamoto, sogea mbele, tunaweza tukaliomba pamoja.
anajua namna anavyotengeneza. Tukija kwenye semina ni wakati wa kupona. Tukija kwenye semina ni wakati ambapo Bwana anatengeneza hatima zetu. Ni sehemu ambayo Bwana anatupa siri zake. Tunazijua siri za ufalme wake. Hatujaja kuangalia unyasi ukitikiswa na upepo. Walimwambia Yohana, alisema hamjaja kutazama unyasi ukitikiswa na upepo, bali tumekuja kukutana na Bwana. Tumekuja kukutana na Bwana hapa. Hakuna aliyewahi kukutana na Bwana akarudi na matatizo yake. Hakuna aliyewahi kukutana na Bwana akarudi kwenye shida yake. Hakuna aliyewahi kukutana na Bwana akarudi vile alivyokuwa. Yoyote aliyekutana na Bwana alirudi akiwa amebadilishwa, alirudi akiwa amepata nguvu mpya, alirudi akiwa ametengenezwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu ni mwaminifu. Asante, asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya siri zako Bwana, asante kwa ajili ya mtumishi wako. Ninaomba neema yako Bwana, unashughulika na mioyo ya watu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Unajua hitaji la moyo wake, unajua namna ambavyo Bwana amekuwa na shauku, ametoka mbali, amekuja kusikiliza neno lako. Ninamwombea neema yako Bwana, ninamwombea neema yako Bwana, ukakutane na haja za moyo wake, ukamguse Bwana, ukamguse Bwana, chochote ambacho kinamletea changamoto. Roho Mtakatifu shughulika na moyo wake, mtengeneze akawa ni kati ya mabinti wanaozaa matunda yanayokaa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Akaondoke na utukufu wako, akaondoke na nguvu zako, akaondoke na uwezo wako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu unamtengeneza upya, kwa sababu unamfanya upya. Anaondoka akiwa amejazwa na nguvu zako, anaondoka akiwa amepokea uwezo wako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho Mtakatifu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya utendaji kazi wako. Asante kwa sababu unashughulika na mioyo yetu. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ninakutukuza ewe Bwana. Asante Mungu uliye mwaminifu. Oh Bwana, asante. Asante Mungu uliye mwema. Ninakupa sifa na heshima. Thank you Jesus. 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 Wewe ambaye moyo wako unakuendelea kumwambia Bwana mambo yako, usinyamaze. Wewe endelea kumwinulia Bwana, sauti yako anasikia. Yuko hapa anasikia. Yuko hapa anasikia. Wewe Bwana unaona bado una shauku ya kumwambia Bwana. Ndio maana tumepewa muda wa kutosha kwa ajili ya kumwambia Bwana shida zetu, kwa ajili ya kumwambia Bwana anayotutatiza. Kama moyo wako bado haujatosheka, una shauku ya kusema kitu kwa Bwana, endelea kusema. Usimwangalie jirani yako. Wewe endelea kupambana na mambo yako. Endelea kupambana mwenyewe na mambo yako. Kwa Bwana nitetee, Bwana nisaidie. Kama kuna mambo unaona ni mazito sana kwenye maisha yako, mwambie Bwana nisaidie. Unajua siri za watu, unasema njooni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, ninawapumzisha. Oh, nira yako Bwana ni nyepesi na mzigo wako ni mwepesi. Bwana, nira yako ni laini. Tunaomba Bwana utusaidie. Tunaomba Bwana utusaidie. Walio na mizigo kwenye mioyo yao Bwana uichukue. Waliokuwa na uchungu na kuonewa Bwana uwatengeneze. Waliokuwa na magumu ndani yao Bwana uwasaidie. Yabebe yachukue. Watakapotoka hapa leo hii, kwa jina la Yesu ni wepesi. Kwa jina la Yesu ni wepesi mtupu. Ni hekima tupu ndani ya maisha yao. Ni wepesi mtupu kwenye maisha yao. Kwa jina la Yesu Kristo. Waliokuwa hawana kibali cha Bwana kinaenda juu yao. Kibali cha Bwana kinaenda pamoja nao. Waliokuwa na udhaifu wa kiafya, wanapotoka hapa leo, nguvu za Bwana ziponyazo zinaenda pamoja nao. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Wanaenda kwa the life giving spirit. Wanakuwa ni roho zinazogawa uzima kwa watu wengine. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninahuisha upendo wako Bwana kwenye ndoa zao. Ninahuisha Bwana kweli yako kwenye maisha yao. Ninahuisha yote ambayo yalikuwa yamekauka kwenye maisha yao. Wakaone amani tena, wakaone furaha tena, wakaone raha ya kukutumikia. Wasikutumikie tu kwa mazoea, wakaone raha ya kukutumikia wewe Bwana. Ni Mungu unayetupa raha tukikutumikia. Ulimwambia Musa ya kwamba mkono wangu utakwenda na wewe, nami nitakupa raha. Bwana, tunahitaji raha yako. Tunahitaji raha yako. Iko raha ya watu wanaokutumikia. Tunahitaji hiyo raha kwa kila mmoja mmoja, kwa ajili ya kila mmoja mmoja, raha ya Bwana. Tunahitaji hiyo raha kwenye mioyo yetu. Tukapokee pumziko. Tukapokee pumziko katika mambo makubwa magumu yanayotutatiza. Tupokee pumziko. Bwana, tumesema mbele yako. Hatujasema mbele ya Jabez Katana. Hatujasema mbele ya mtu yoyote. Hatujasema mbele ya mchungaji Job. Tumesema mbele zako ili tuondoke na wepesi, tuondoke na neema, tuondoke na hekima yako, tuondoke na nguvu zako Bwana, katika kila jambo letu Bwana. Uingilie kati. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya upendo wako. Asante Bwana kwa ajili ya nguvu zako.
Ninakutukuza Bwana. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante Mungu unatusikia. Asante kwa sababu unagusa maisha yetu. Asante kwa sababu unashughulika sana na maisha yetu. Ninakutukuza Bwana Yesu kwa ajili ya wema wako. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kama uko kwenye nafasi unaweza kumshangilia Bwana Yesu, na siku ya kwanza ya semina yetu inakuwa inaishia hapo. Bwana awabariki na Bwana awe pamoja nanyi. Amen.